Apewe sifa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa mawaziri mliopo, manaibu wa mawaziri, makatibu wakuu na nafasi mbalimbali, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini waheshimiwa sana watoto kwanza wanaoishi na ulemavu wa akili, lakini pia waheshimiwa wazazi na hasa wale ambao mmejitokeza na kutumia huduma hizi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa niaba ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali mwaliko wetu kufika na kushiriki katika tukio hili muhimu na la kipekee katika taifa letu la ujenzi wa kituo hiki cha huduma ya mafunzo kwa watoto wenye uhitaji maalum, hasa ambao wana shida na afya ya akili, kinachojengwa huko Kitopeni, Bagamoyo. Tunatambua kuwa tendo hili la pekee na la upendo na mshikamano na moyo wa kujali ustawi wa Tanzania ndio limekusukuma wewe kuwepo. Tunatambua tulipofika kukupa taarifa ya jambo hili kwamba tunaendelea kufanya kazi hii, ulitamka mwenyewe kwamba unapenda wewe mwenyewe kama mama, lakini kama bibi wa hao watoto uwepo, na kweli leo upo. Moyo huu wa upendo na moyo huu wa umama, tunamuomba sana Mungu aendelee kuweka ndani yako ili taifa letu na jamii yetu iendelee kustawi. Napenda kuwapa taarifa fupi ya kwamba kituo hiki kinachokusudiwa kujengwa sehemu hiyo ya Bagamoyo ni maono ya Dayosisi hii ya Mashariki na Pwani, baada ya kukutana na watoto wengi na wazazi wengi ambao wanao uhitaji kwa ajili ya kulelewa katika vituo maalum kama hivi. Lakini pia baada ya kuona kuwa watoto wengi wanaomaliza shule ambayo iko pale Mtoni hawana kitu chochote cha ziada cha kuweza kuwasaidia pale nyumbani, lakini pia katika kujenga taifa letu. Kama ambavyo Katibu Mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani alisema, tulifanya utafiti katika nchi mbalimbali ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Finland, China, ambapo vijana au watoto wa jinsi hii wanashiriki katika kazi za kujenga taifa, wanashiriki katika kazi za jamii. Pale China, kwa sababu ya muktadha wa tuliokutana hapa, wachapaji wa Biblia unayoiona, wachapaji wa Biblia walio wengi ni watoto wa jinsi hii. Wamefundishwa kukaa katika zile mashine na wanachangia katika kazi hiyo. Kule Ujerumani nimekaribishwa katika hoteli ambayo walio wengi, karibu 80%, ni watu wenye ulemavu wa akili kama huu, lakini kwa pendo ambalo limewekwa ndani yao na mafunzo waliopewa, wanakuwa sehemu ya jamii na wamekuwa baraka kwa wazazi na hata kwa jamii. Nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania tuwapende walemavu. Hata walemavu hawa wa akili bado ni watu walioumbwa na Mungu, na Mungu anapenda kuona kwamba sisi tunawatunza. Na ndio maana neno hili kubwa ambalo limechaguliwa kwamba nilikuwa na njaa ukunipa chakula, nilikuwa sina mavazi ukunivika, nilikuwa na kiu kunipa maji, linatuhusu sisi zote. Yeyote mwenye uhitaji anahitaji apate pendo la Mungu kupitia kwako, kupitia kwangu, na ndiyo kazi tulioifanya leo. Ndugu zangu,
Mheshimiwa, Dayosisi imechukua hatua thabiti ya kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa ufanisi. Na leo niseme wazi, ninaondoka hapa nikiwa na amani na furaha kubwa sana, baada ya jinsi ambavyo mmejitokeza, na hata wale wanaotusikia kupitia vyombo vya habari ambao nimeendelea kupata taarifa wamesema na wao wataendelea kuchangia. Na ashukuriwe Mungu kwa kuwa jambo hili limetukuta tukiwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema limetukuta tukiwa hai. Sisi tulio hai tujoshe mikono yetu ili tuweze kuwasaidia hawa walemavu. Ndugu zangu, mpaka sasa Mheshimiwa Rais, tumeshapata eneo kama ambavyo tumeambiwa, ambalo eneo hili sasa inatakiwa tumalizie taratibu rasmi za umiliki ambazo Wizara ya Ardhi inatusaidia vizuri sana. Na leo mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa amesema hakuna kitu kitakachoweza kushindikana pale Bagamoyo. Mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa, nikushukuru sana. Na wewe unamwakilisha rais, na sisi tutakuja pale tunapokwama ili tukwambie hapa tumekwama. Na nasema haya mbele ya rais ili tu kwamba ajue kwamba anao wawakilishi wazuri sana, ikiwa ni pamoja na wewe. Tayari tumeanza mchoro ya usanifu wa majengo na imekamilika kwa kiasi kikubwa, na leo kupitia wataalamu waliopewa jukumu hili, na tutapitisha pia kwa watu wa National Housing ili na wao waweze kukubali, kwa sababu kituo hiki sio cha kanisa tu, ni cha jamii nzima, na ndio maana hapa tuko kwa jamii nzima. Lakini pia tumeendelea ukusanyaji wa fedha. Wakuu wa majimbo walikuja hapa na walikuja na hundi ya mfano ya 2.7 billion ambazo zimechangwa katika kipindi kisichozidi miezi miwili. Nafikiri kisichozidi miezi miwili. Unaweza ukaona jinsi gani watu wamehamasika. Mungu awabariki sana wachungaji na wazee wa kanisa wote ambao mmeshiriki katika zoezi hili. Na katika sharika nyingi tulio hapa kiwango cha kuanzia wamekwenda hata zaidi ya mara 3. Wale ambao hawakufunuliwa wamekuja na kile kile, lakini naamini baada ya hili watakwenda kujifikiria zaidi, kwa sababu bado uhitaji ni mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya mradi huu unaoendelea, tunashukuru Mungu, hadi tunaingia katika ukumbi huu benki tulikuwa tumeweka bilioni 3.5, bilioni 3.5. Unaweza ukajua jinsi gani watu wameguswa katika mradi huu. Mungu awabariki na abariki mikono na mifuko, taasisi zote ambazo zimeshiriki, ili Mungu aendelee kuzibariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Najua hata kuwepo kwako leo na tulipokuwa tunapita huko, tulipokuwa tunaambia kwamba mgeni atakuwa Mheshimiwa Rais, ilikuwa na mguso wake tofauti. Tuwe wa kweli. Tuwe wa kweli kabisa. Tuwe wa kweli. Napenda kuwashukuru sana. Fedha hizi nilizozitamka ni pamoja na ahadi ambazo nina hakika hizi ambazo zinafika 3.5 ambazo nina hakika zitatusaidia ili lengo letu la kufikisha bilioni 6 liweze kutimia. Ndugu zangu, tunataka tujenge kwa awamu katika mradi huu, na Mheshimiwa Rais, mradi huu tunataka kwa kweli uwe ni wa mfano. Uwe ni wa mfano kwamba tunajenga katika enzi hizi ambazo watu wanakaa na kufikiri. Kwa hiyo nataka tujenge kituo kizuri. Hatujengi gereza kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Tunajenga mahali pazuri ambapo kila atakaye kwenda pale atatamani kuendelea kuwepo. Mahali pazuri, nadhifu, mahali ambapo patakuwa panamuonyesha Kristo na utukufu wake. Ndugu zangu, kama nilivyoanisha hapo juu, tumepata na tumeshakusanya fedha hizi, lakini bado tunahitaji fedha nyingi ili tuweze kukamilisha vizuri mradi huu mkubwa. Na kama ambavyo tumesema, tangu kituo hiki au mawazo ya kuwa na kituo hiki yalipoanza,
tatizo lilikuwa ni kupata watoto wa kuingia katika kituo hiki pale Mtoni, kwa sababu wazazi na hasa sisi wa Afrika, mtoto akiwa na tatizo la akili tulimfungia, wengine waliongezea hata minyororo. Lakini sasa hivi watu wameelimika na wanawaleta. In fact hata namba tuliyokupa hapa Mheshimiwa Rais ni namba ya wale tu ambao wanakuja katika kituo kile, lakini tumeanzisha program ya kuwafuata majumbani. Tunao wengi, maelfu, ambao tunatoa huduma na ushauri majumbani. Na hapa nipende kuwashukuru sana maafisa ustawi wa jamii wa kanisa na hata wale wa serikali tunaoshirikiana nao katika jambo hili. Na tatizo hili limeendelea kukua na hatujui kisayansi ni nini hasa, lakini sisi tunakwenda katika swala la kukabiliana nao ili waendelee kuishi maisha mazuri na ya ustaarabu na ya kuona kuwa kanisa na taifa lina wajali. Dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani natoa shukrani kwako sana Mheshimiwa Rais kwa kufika katika tukio hili na kuwapa heshima watoto wenye ulemavu wa akili. Hii ni heshima kubwa sana, na mimi sisemi tu kwamba ni heshima. Mimi ninaona wewe kufika kwako umetoa sadaka kwa hawa walemavu, na Mungu aipokee sadaka ya muda wako wewe pamoja na wasaidizi wako katika enzi hii, kwamba unaacha mambo mengi yaliyo na ya faida, na hasa katika mwaka huu na kipindi tulicho nacho, lakini bado umefika katika tukio hili. Mungu akubariki sana sana. Basi pamoja na mchango wetu ambao tumeutoa kama kanisa, tunatambua kwa mafanikio ya mradi huu yanahitaji ushirikiano wa karibu kati yetu na serikali, sekta binafsi, wadau mbalimbali wa maendeleo. Na kama tulivyokusanyika hapa, ninawaomba tukio hili sio kwamba ndio linaisha, hili ndio linaanza. Kwa hiyo tunaporudi, na hasa wakuu wa taasisi, nendeni mkajadili jambo hili, na tuko tayari mkituita ili tuendelee kuelezea jambo hili. Namwona Tuli anacheka, lakini tunataka kwa kweli hili jambo liwe endelevu. Hatutaki tena watoto walemavu upande huu wa akili wawe wanazurura. Hii nchi, ndugu zangu, Mungu ametupa sisi wenye akili, basi tuwasaidie na wengine walemavu, ili sote kwa pamoja tuendelee tuonyesha upendo wa Mungu kwa kila anayehitaji. Tunashukuru kwa moyo wako Mheshimiwa Rais, moyo wa upendo na mshikamano. Ninyi ambao mnamuona leo, hakuanza leo. Ametuma wasaidizi wake kujua jambo hili, na unaweza kaona jinsi gani ambao jambo hili ameliweka moyoni na kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Moyo huu naomba uendelezwe sana. Uwepo wako hapa si tu heshima kwa dayosisi yetu, bali ni ujumbe mzito kwa jamii yote kwamba watoto wenye ulemavu nao ni sehemu ya taifa letu. Huu ndio ujumbe. Kuwepo kwako unaleta ujumbe kwamba hawa ni sehemu ya taifa letu. Wana haki ya kuishi, kujifunza na kustawi. Tunakuombea heri katika majukumu yako mazito ya kulitumikia taifa hili, hasa ukizingatia kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunaahidi kukuombea wewe binafsi, familia yako, kukuombea afya njema na maisha marefu. Tunashukuru serikali unayoiongoza na tunaendelea kuiombea kuendelea kushirikiana nasi katika kukuza maendeleo ya watu wote kiroho na hata kimwili. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki serikali yetu hii ya awamu ya 6. Mungu ibariki Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Mungu bariki kusanyiko hili. Amen. Mheshimiwa, sasa ninakukaribisha ili uongee na jamii hii ambayo inatamani kukusikia. Karibu sana. Jamani, shangwe na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Bado kina mama vigelegele. Tanzania oye! Tanzania oye!
Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, oye! Haya, asanteni Mheshimiwa Rais, karibu. Haya, Mheshimiwa tukae.